Funika macho yako, sema Roho Mtakatifu, niko mbele zako jioni ya leo. Asante Bwana, umenipa neema ya kuwepo kwenye ibada hii ya kisemina. Katika jina la Yesu, niko kwenye darasa hili. Roho Mtakatifu, ninauleta moyo wangu kwenye madhabahu yako jioni ya leo tena. Jioni ya leo tena ninaendelea Bwana kujiachilia kwako. Ninakusihi katika jina la Yesu, niwezeshe Bwana kuelewa neno lako. Niwezeshe Bwana kusikia sauti yako. Nipe na neema ya kuchukua hatua ya kimabadiliko. Sitasubiria mpaka niambiwe. Nitakusikia wewe na nitafanya kile ambacho unaniongoza kuanzia saa hii, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, niko tayari kuamka, niko tayari kuamshwa, niko tayari kupokea uamsho, kupokea nguvu mpya, kupokea mwelekeo mpya kwenye maisha yangu. Niko tayari kupokea badiliko kuanzia sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakataa ndani yangu hali ya mazoea, uzembe wowote ninaukataa. Vazi lolote la uvivu, vazi lolote la uzembe, vazi lolote la kimapokeo ninalikataa kwa damu ya Yesu. Roho yoyote inayoleta uzito kwenye akili, kwenye mawazo, kwenye moyo, kwenye mwili, ninakataa kwa jina la Yesu. Vita yoyote ya mawazo, vita yoyote ya fikra, vita yoyote ya mawazo, vita yoyote ya fikra, ninaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo juu ya fikra, juu ya mawazo. Imeandikwa sawasawa na Ufunuo 12:11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Nami naiachilia damu ya mwana kondoo juu ya kila vita, juu ya kila roho inayoshambulia fikra, inayoshambulia mawazo, inayoshambulia moyo wangu. Kila roho kwenye ulimwengu wa roho, sikia leo, ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu. Ondoka, achia fikra, achia mawazo, achia maamuzi, achia akili kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ewe roho, ewe roho, enyi roho, enyi roho mnaojipanga kinyume kabisa na moyo wangu na akili zangu na mawazo yangu, jioni ya leo, jioni ya leo, roho za kiagent mliotumwa kunifuatilia popote ninapokuwa, kuanzia sasa kwa damu ya Yesu ninawapiga, kwa damu ya Yesu ninawapasua, kwa damu ya Yesu ninawapasua, kwa damu ya Yesu. Pasuka, 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 pasuka. Achia, 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 achia kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Kwenye uamsho kuna vitu vitatu zingatia sana. Jambo la kwanza ambalo lazima uzingatia sana kwenye swala la uamsho ni juu ya matengenezo, toba.
Unanisikia vizuri? Yaani kuna ujumbe ukija ukaona kuna mahali umekosea, usisubirie mtumishi aanze kusema sasa tunaanza na toba. Unaanza moyoni mwenyewe kumwambia Mungu, hapa ni mimi, ni rehemu. Somo linaendelea. Zingatia sana toba. Ndio maana wakati wote Mungu alipotaka kurudisha uamsho kwenye taifa lake, watu walilia kwa machozi, kwa machozi, kwa machozi, wakaomba toba, matengenezo. Unanisikia nachosema? Hilo ni la kwanza. Lakini jambo la pili, wakati unapambana sana na juu ya masuala ya uamsho, sikiliza jambo la pili. Jambo la pili, kila kinachofanyika katika mambo yafuatayo, mambo matatu haya ya kiibada: kusifu na kuabudu. Sifu kwa bidii, yaani kila kinachofanyika fanya kwa bidii. Cha kwanza, kusifu na kuabudu. Hakikisha kama ni kuimba au kama ni kumsifu Mungu, msifu Mungu kwa bidii, iwe ni kumsifu kwa nyimbo au kumsifu kwa njia ya maombi. Ninaposema mwadhimishe Mungu alafu huku naomba, maana yake nasema mtukuze Mungu, msifu Mungu kwa maombi. Ndio naisha kusema unastahili wewe Bwana, umetukuka wewe, manake unamsifu Mungu kwa maombi. Zingatia sana. Kwa ishu ya kusifu na kuabudu, fanya kwa bidii. Maana yake tunaposema kwa bidii, usifanye kwa mazoea. Kama jana uliimba, imba leo ni kama vile hujawahi kuimba. Jina la Yesu libarikiwe. Jambo lingine linalohitaji bidii hapo hapo ni maombi. Ikifika saa ya maombi, maneno yakiisha, anza kuita tu Yesu nisaidie, Yesu nisaidie. Kwa hiyo pazie Bwana sauti, omba kwa bidii, bidii kabisa. Hilo ni jambo la kuzingatia sana. Amen. Alafu bidii yako unayotakiwa kuionyesha ni bidii yako ya kukomboa muda. Hilo jambo la tatu. Nimezungumza bidii katika mambo matatu. Ukiambiwa ibada, tena wengine Roho Mtakatifu atawaongoza. Ukiona Roho Mtakatifu anakuhimiza sasa hivi ni saa 7, nenda, usiseme mbona muda bado. Muda bado wa wengine, ila wa kwako jua umeshafika. Hata ukifika hapa ukasema sijui cha kuomba, weka tu kwenye kiti, tulia tu. Mungu anajua kwa nini amekwambia njoo saa 7. Unanielewa nachosema? Mungu anajua kwa nini amekwambia njoo saa 7. Uamsho wa kiroho kwenye nafasi uliowekwa na Mungu. Amen, amen. Uamsho wa kiroho kwenye nafasi uliowekwa na Mungu. Warumi 13 mstari wa 11 tunaanzia hapo. Lakini pia angalia na ile wa Thesalonike wa kwanza sura ya 5 ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, naam, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu ukaribu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Saa ya kuamka hii ni habari linaambiwa kanisa la Warumi. Na usingizi unaosemwa hapa, watu wa Mungu, sio usingizi wa kimwili. Usingizi unaosemwa hapa ni usingizi wa kiroho. Amen, amen. Kwa hiyo analiambia kanisa linapaswa kuamka kutoka kwenye usingizi. Alikuwa anaongea lugha gani? Anaongea lugha ya uamsho. Linapaswa kuamka. Kuna vitu vimetendeka, vimesababisha kanisa lilale usingizi, na ndio maana anasema tuyavue matendo ya giza. Maana yake kuna matendo ambayo kanisa likifanya yanasababisha usingizi. Kwa hiyo kanisa la Warumi lilikuwa limelala. Ngoja nikueleze mtu wa Mungu, hata kama umeokoka unaomba sana sana, kuna namna Mungu atakuwekea mipaka kwenye maisha yako. Ukiwa mwepesi kufanya kila kitu, tegemea kulazwa usingizi. Ndio maana ukisoma maandiko hapo kwenye hiyo 13 ukiendelea mstari wa 12, angalia anachosema. Mstari wa 12 anasema, usiku umeendelea sana, mchana umekaribia, basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Wanaoambia hapa ni watu waliookoka, wapo kanisani kule Rumi. Hawakuwa wanaambiwa wapagani, wanaambiwa waliookoka hapo. Wanasema usiku umeendelea sana, mchana umekaribia, basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Maana yake kwa lugha nyingine, matendo ya giza ndio yaliyotufanya tulale kama kanisa. Matendo ya giza. Amen.
Matendo ya giza ni matendo yanayokwenda kinyume na Mungu, yanamtukuza shetani na Mungu hayampi matukuzo. Matendo ya giza ni matendo maovu. Kwa hiyo kanisa linapozama kwenye dhambi na matendo ya giza, yani mnakuja hapa ibadani, mnashiriki katika meza ya Bwana, na wakati huo mnashiriki meza ya mashetani. Maana yake mnashirikiana na Mungu na wakati huo mnashirikiana na shetani. Mnashirikianeje na shetani? Mnaenda kwa waganga, mnaenda kwa waganga, mnaenda kupiga ramli, mnashiriki matambiko, mnashiriki ibada, mnashiriki mila na desturi zilizo kinyume na neno la Mungu kwenye familia zenu. Manake kwa lugha nyingine mmekubali kuyakumbatia matendo ya giza. Yale matendo ya giza hayawaondoi kuitwa kanisa. Mnaitwa kanisa, lakini kanisa lililolala. Haleluya. Mnaitwa kanisa, lakini kanisa lililofanya nini? Lililolala. Hakuna njia nyingine, ni toba na kumlilia Mungu, na Mungu atatubadilisha. Sasa angalia Wathesalonike, twende sasa. Angalia Wathesalonike wa kwanza, ile sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 8. Maandiko yanasema hivi: lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla, kama vile utungu mjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Anasema, bali ninyi ndugu hammo gizani, hata siku ile iwapate kama mwivi. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Basi tusilale. Angalia mstari wa 6 huu. Anasema, basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Maana walalao usingizi hulala usiku, pia na wale wao hulewa usiku. Lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani, upendo, na chapeo yetu iwe tumaini la wokovu. Sasa angalia, pointi ya msingi ni ule mstari wa 6. Kwenye hii sura anatoa tahadhari, lakini anasema basi tusilale usingizi kama wengine. Maanake kuna wengine wamelala usingizi. Analiwaambia kanisa liloko wapi? Thesalonike. Tusilale usingizi kama wengine. Sasa usingizi anaosema hapa watu wa Mungu ni usingizi wa kiroho. Anasema tusilale usingizi bali tukeshe. Lile neno tukeshe kwa Kiingereza linasema uwe macho. Lile neno tukeshe lile inasema watch out, maana yake uwe macho. Sasa kuwa macho, unaelewa maana yake? Anaposema uwe macho, maana yake uwe makini. Yani maana yake uwe na ile tunaita consciousness. Consciousness tunasema ni mtu ambaye hata mwili ukiwa umelala, lakini roho yake iko macho. Jina la Yesu libarikiwe. Yani amelala lakini anajua kinachoendelea. Kwa lugha nyingine, tukeshe maana yake tujue kinachoendelea. Sasa mtu aliyelala usingizi hawezi kujua kinachoendelea. Mambo yatamkuta kama vile mwivi. Yani unajikuta tu umepigwa, unajikuta tu jambo limeharibika, hujui hata liliingilia wapi, kwa sababu umelala. Jina la Yesu libarikiwe. Na ndio maana anasema tukeshe na kuwa na kiasi. Alafu anasema sisi ni wana wa mchana, sio wana wa usiku. Mchana unawakilisha nuru, nuru inamwakilisha Mungu. Usiku unawakilisha giza, giza linamwakilisha shetani, giza linawakilisha uovu. Jina la Yesu libarikiwe. Na ndio maana sasa uamsho unahitajika, kwa sababu watu wamelala nini? Kiroho. Wamelala usingizi, tena usingizi wa kiroho. Sasa usingizi wa kiroho maana yake nini? Nataka nikupe maana kama 2 au 3. Kulala kiroho maana yake, wewe andika tu, kulala kiroho. Tunaposema kanisa limelala, usingizi wa kiroho au kulala kiroho maana yake nini? Kulala kiroho ni hali ya mtu wa Mungu kupoteza hamu, bidii na uangalifu wa kiroho, na badala yake kuishi maisha ya imani kwa kulegea, kutokuwa makini au kutojali. Na
uangalifu au umakini wa kiroho. Uangalifu wa kiroho. Unaposema mtu amepoteza uangalifu wa kiroho, maana yake anapoteza hadi sijui nisemaje, yani ni mtu anaweza akawa popote pale akaongea chochote, yani hawi mwangalifu. Amen. Na uangalifu wa kiroho umeshaandika, na badala yake kuishi maisha ya imani kwa kulegea. Na badala yake kuishi maisha ya imani kwa kulegea, au andika kwa ulegevu au kutojali. Tunaposema usingizi wa kiroho, ni hali ya mtu wa Mungu kupoteza hamu, bidii na uangalifu wa kiroho, na badala yake kuishi maisha ya imani kwa kulegea, kutokuwa makini au kutokujali. Huyu mtu ana wokovu lakini hajali wokovu. Hajali. Unakuta mtu ana kipawa kizuri. Nyinyi mtanielewa vizuri. Kipawa vizuri, ni mtumishi wa Mungu, ni mhubiri, lakini hajali, anaishi maisha machafu. Machafu sana. Yaani mtu ana kipawa kizuri lakini mchonganishi. Hajali. Ameokoka lakini anafanya umbea. Ameokoka lakini anachukia wengine. Wokovu haukuruhusu kuchukia wengine, na ajisikii vibaya. Mtu akishalala kiroho, hata dhamiri yake mwenyewe haimhukumu, inakuwa imekufa, imesizi, ni kama amepigwa ganzi. Jina la Yesu libarikiwe. Mtu wa Mungu amepondeka, hata kama hajakosea. Kuna saa atamwachia Mungu tu, atanyamaza, hatajitetea sana. Baadaye watakuja kujua ukweli, alafu wanasema kwa nini ukusema? Anasema hata kama ningesema nani angeniamini? Nilimwachia Mungu tu awaambie. Lakini unagundua ni hali ya kulala nini? Kiroho. Kwa sababu ukilala kiroho, kuna vitabia vile vya asili vinaamka. Vitabia vile vya zamani vinaamka, yaani unakuwa mkali kabisa. Ukilala kiroho, badala ya kuwa baraka unakuwa laana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaposema kupoteza uangalifu, ni kuishi kwa kujiendea tu bila umakini. Unajifanyia chochote unachokiona, chochote kile. Kwa hiyo unapoomba uamsho, usijiombee tu wewe, ombea na kanisa. Kuna watu wamelala. Maana ya pili ya usingizi wa kiroho ni hali ya kiroho ambapo mtu hajisikii tena kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Narudia tena, ni hali ya kiroho ambapo mtu hajisikii tena kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Yaani mtu anakuwa hajisikii toka moyoni kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Unaweza kukutajia anaongea maneno magumu, kwani Mungu amenisaidia nini? Nimeamua tu nijiishie ninavyoweza. Hajali tena maombi, neno la Mungu, huduma au kutii mapenzi ya Mungu. Ukiona wanakuambia leo tutakuwa na mkesha hapa kanisani, hapo na mkesha, mimi sitaenda. Usifikiri ni wewe, umeshalala. Kama umeokoka kweli, alafu unashindwa kuja mkesha wa maombi, umelala. Ukiona hali ya namna hiyo inakutokea, hujali maombi, hujali neno la Mungu, hutaki kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu, unachotaka tu ni kwamba Mungu anipe fedha, Mungu anipe, lakini mahusiano hutaki, ujue tayari umelala nini? Kiroho. Maana ya mwisho ya kulala kiroho ni hali ya kupoteza kujitambua. Hali ya kupoteza kujitambua kama mtu wa rohoni. Mwesikia mtu anasema sijielewi kama nimeokoka au sijaokoka, ujue kalala. Kwa sababu kulala kiroho ni nusu ya kufa. Ni hali ya kupoteza kujitambua kama mtu wa rohoni na kuanza kuishi maisha yasiyo na mwelekeo au bila mwongozo wa Roho Mtakatifu. Hali ya kupoteza kujitambua, kwa sababu mtu wa rohoni anaongozwa na Roho Mtakatifu. Tena yeye sio tu anajitambua, ila anayatambua yote. Amen, amen. Anayatambua yote, ila atambuliwi na mtu. Mtu wa rohoni anaweza asitambuliwe na mtu, lakini yeye anayatambua yote. Anajitambua.
Mtu wa rohoni ni mtu aliyezaliwa mara ya pili kwa roho na kwa neno. Kwa hiyo ni hali ya kupoteza kujitambua kama mtu wa rohoni na kuanza kuishi maisha yasiyo na mwelekeo au bila mwongozo wa Roho Mtakatifu. Narudia tena, unapotafakari juu ya usingizi wa kiroho, tafakari ndani yako, unajitambua kiasi gani? Unajitambuaje? Wewe unajitambua kama nani? Hata ukitembea hivi unajitambua kama nani? Ikitokea shetani yametokeza hivi, mapepo yametokeza hivi, unajitambua kama nani? Umekaa hivi, unaamka hivi ukakuta wachawi wamekuzingira pande zote, kitu gani utafanya cha kwanza? Unanielewa? Kwa sababu mtu asiyejitambua ana hofu, ana mashaka, anajizalau. Kujitambua, anapoteza hali ya kujitambua kama mtu wa rohoni na kuanza kuishi maisha yasiyo na mwelekeo au bila mwongozo wa Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine unaweza kusema, mwalimu, hasa mimi nitajuaje kama kuna eneo mimi nimelazwa usingizi? Kwa sababu usingizi unaweza kulala mwenyewe kwa kujitakia au ukalazwa usingizi wa kiroho. Unanielewa? Kuna aina ya mawakala wa giza wako kwenye operation ambayo kazi yao ni kuwalaza watu wa Mungu kiroho. Wanakulaza, unajikuta tu huwezi kuomba, unajikuta tu hujisikii kwenda morning glory, unajikuta tu hujisikii kusoma neno. Unafikiri, unasema mbona nilikuwaga najisikia hivi? Kumbe kuna watu wameshafanya yao, wamekulaza. Wanaweza wakakulaza kabisa usingizi wa kiroho, wanaweza. Yaani hujisikii kuomba, hujisikii kuimba, hujisikii kusoma neno, hujisikii kumtumikia Mungu. Unafikiri, kuna mtu ukimuuliza kwa nini hujisikii, anakwambia hata mimi sielewi. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, sema watu walipolala, ikatokeaje? Akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Umeona hiyo sentence? Bwana asifiwe. Watu walipolala, akaja adui akapanda magugu kati ya ngano. Alisubiri watu walale. Maana yake ukilala kwenye ndoa, magugu yanapandwa. Umenisikia anachosema? Ukilala kwenye familia, magugu yanapandwa. Ukilala kwenye maisha yako, magugu yanapandwa. Sasa iwe umelala wewe au umelazwa. Yaani mtu aliyelala usingizi, hata ukiongea haelewi unachoongea, kalala. Hata ukimwambia kuna hatari, mtu aliyelala usingizi haogopi hatari, kalala. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Unanielewa mtu wa Mungu? Walipolala, adui akaja akapanda magugu. Kuna vitu unaweza kuona vinaendelea kwenye maisha yako, kumbe vimefunika mbegu njema. Maono ya watoto wako ni mbegu njema. Hakuna mtoto aliyezaliwa duniani kwa bahati mbaya. Lakini leo tuna vijana wana miaka 17, wana miaka 18, wana miaka 20, wana miaka 22, wana miaka 24, wana miaka 25, wana miaka 26, wanaishi kama wamekufa. Kijana hana maono, hana vision, hakuna anachofanya. Akijitetea zaidi atakwambia, mama bado ninasoma chuo, nitajitafuta nikimaliza. Wakati kuna watoto wakiwa form 4 kuna vitu walishaanza kufanya. Unasema ni kitu gani kimetokea? Mtoto wako anaweza kapandiwa magugu, ana mbegu njema lakini imezamishwa. Na wengine ukitaka ujue wana mbegu, ukikaa naye anakupa mawazo mazuri lakini hana uwezo wa kuyafanyia, kwa sababu magugu kazi yake ni kuzofisha mbegu. Ujaona kuna watu unaweza kukuta mwingine ana kipawa kizuri cha kuimba lakini hakina power, hakina upako. Unakuta ana kipawa kizuri lakini kuna na gugu limepandwa. Unashangaa, yani huyu mtoto
kipawa chake ni kizuri, shida yake kiburi tu. Limepandwa ili kuzofisha nini? Kile kilichoko ndani. Limepandwa wapi? Watu walipolala. Watu walipolala. Watu walipolala. Na kazi ya magugu ni kuzofisha ngano. Na ukiona hapa alikuwa anatumia mfano mzuri tu. Konde ni ulimwengu, mbegu njema ni wana wa ufalme, mbegu ile ya adui ni wana wa giza. Kwa wamechanganyikana huko. Kwa anazungumza mbegu ya ufalme na mbegu ya giza vinakuwa pamoja. Vinakuwa pamoja. Kwa sababu umewahi kujiuliza, umeokoka afu ndani, angalia, akawatolea mfano mwingine akisema ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Wewe ni mbegu njema. Ndio maana ukisoma kwenye Biblia, kwenye Yeremia nafikiri, anazungumza vizuri. Anasema wewe ulipandwa kuwa mzabibu. Jina la Yesu libarikiwe. Unasikia mtu anaambiwa, unaona kwenye maandiko yale ya kinabii, anasema wazi, ulipandwa kuwa mzabibu mwema, umegeukaje kuwa mzabibu mwitu? Unaweza ukatuwekea huo mstari mara moja? Ulipandwa kuwa mzabibu mwema, umegeukaje kuwa mzabibu mwitu? Kwa unagundua Mungu anapotupanda, anapotuokoa, tunakuwa mbegu njema, lakini adui hanyamazi. Kwamba ile umeokoka ananyamaza, hanyamazi. Na saa nyingine ataacha. Kuna watoto wamezaliwa kwenye familia yako, adui hanyamazi. Adui anachukia kitu chema, anakikasirikia kuliko unavyofikiri. Anapanda magugu. Sasa wengi tulipolala, magugu yamepandwa. Wengine yamepandwa kwenye maisha yao ya kiuchumi. Usistawi. Una mawazo ya uchumi lakini huwezi kuyatekeleza. Mbegu unayo, wazo ni mbegu. Kuna mawazo kama mbegu ambayo Mungu anayaachiliaga ndani ya watu. Lakini unakuta mtu ana wazo zuri, kwamba ana wazo la kiuchumi. Mwambie tekeleza hilo wazo. Hawezi. Kwa nini hawezi? Kuna magugu yamepandwa. Unakuta mtu alikuwa na afya njema tu, magugu yamepandwa. Magonjwa yanamzofisha tu, tena hayapo pale kumuua, ni kumzofisha tu, ani awe mtu mnyonge siku zote. Yani akiamka amenuna, akiamka kasinya, akiamka ni mtu anatembea, yani ni kama saa nyingine anatembea ni kama hayuko ndani ya mwili wake. Magugu yamepandwa. Adui anatumia mawakala kupanda hayo magugu kwenye maisha ya watu. Anaweza kupanda magugu hadi kanisani. Mkilala anaweza panda magugu mpaka madhabahuni na mpo hapo hapo. Ndio maana nasema amka katika usingizi ili magugu yasipandwe kwenye maisha yako. Na tukiomba maombi haya, magugu hayatapandwa. Hata ukienda, ukisafiri, ukienda mkoa wowote, hata ukikutana na mtu amesema ameokoka, lakini roho yako itakuwa macho. Roho Mtakatifu hata kuruhusu kuambatana na mtu ambaye ameletwa kuja kupanda magugu kwenye maisha yako. Hautakubaliana. Haleluya! Kama umenielewa sema amen. Yesu anasema pando ambalo Baba kulipanda sharti lifanywe nini? Sharti lifanywe nini? Sharti lifanywe nini? Sharti lifanywe nini? Kila mbegu iliyopandwa kwenye maisha yako ambayo haikupandwa na Roho Mtakatifu, jioni ya leo lazima ifanywe nini? Lazima ifanywe nini? Lazima ifanywe nini? Ing'olewe. Kama unaelewa sema amen. Simama kwa miguu yako na usiogope. Nimekupa mifano mingi hapa, wala isikutishe. Ndio maana hii semina ni ya uamsho. Huwezi kujua magugu yalipandwa kwa njia ngapi. Nimekuonyesha hao wengine magugu yalipandwa kwenye makanisa walioenda. Nimekuonyesha. Na ndio maana usiamini tu kila mtu. Jifunze kuwa makini. Muombe Mungu mpaka usikie amani ndani. Sababu unaweza kumwamini mtu kumbe ndiye aliyeletwa kuja kupanda magugu huko ndani. Lazima tuamke. Lazima uamshwe hata kama umelazwa. Lakini pili, lazima magugu yaliyopandwa wakati ulipolala yang'olewe kwako. Sema Mungu ria hai. Mungu ria hai. Katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu ria hai. Wewe ni Mungu mwaminifu.
Uaminifu wako ni kizazi hata kizazi. Umekuwa mwaminifu Bwana nyakati zote. Ninakushukuru Bwana kwa rehema zako zilizo juu ya maisha yangu. Usingelikuwa wewe, yamkini hata leo nisingeweza kufika. Nimefika leo kwa neema yako, kwa neema yako. Asante Bwana kwa neno lako. Asante Bwana kwa neno lako. Wewe unaijua hali yangu, hali yangu ya kiroho, hali yangu ya ulimwengu wa roho. Wewe unaijua hali yangu ya kiafya, hali yangu ya kifamilia, hali yangu ya kiuchumi, na yale yanayoendelea kwenye ulimwengu wa roho hayajafichika. Wewe unajua Bwana yaliyofanyika kwenye maisha yangu pasipo mimi kujua. Wewe unajua Bwana. Jioni ya leo ninanyenyekea kwako, ninanyenyekea kwako. Ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba juu ya uovu, juu ya makosa niliyoyatenda, yakafungulia mlango wa roho ya usingizi, yakafungulia mlango wa kulala kiroho, na kila tendo la giza, damu ya Yesu ya agano inue huo msingi ulioharibiwa, hiyo misingi ya ndoa, hiyo misingi ya familia, juu yangu, juu ya watoto iliyoharibika. Bwana, ninaomba toba, ninaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu ifunge, izuie hilo lango la uharibifu linalosababisha usingizi wa kiroho juu ya maisha yangu, juu ya vipawa, juu ya huduma, juu ya karama, juu ya vipawa, juu ya huduma, juu ya karama. Bwana, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nilemwe Bwana. Jioni ya leo ninasimama mbele za uso wako, ninaomba toba mimi na familia yangu. Ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba juu ya mahali ninapoishi. Ninaomba toba juu ya mahali ninapoabudu kwenye kanisa langu. Ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba. Uovu wowote unaouona kwenye madhabahu, kwenye kusanyiko la mahali ninapoabudu, ambao umefungua lango la usingizi wa kiroho, ninaomba toba, ninaomba toba kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo. Bwana, Bwana, maisha yangu yaliyouawa, maisha yangu yaliyolazwa na wachawi na wakuu wa giza na maajenti, Bwana, kila kipawa kilicholala ndani yangu, ndani ya watoto, jioni ya leo kiamke, kiamke, kiamke kwa jina la Yesu.
Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, ninakuita jioni ya leo. Amsha ndani yangu. Hayo macho yanaamka, huo ufahamu unaamka, hiyo akili inaamka, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndio, 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 ndio. Pokea, pokea, pokea huo uamsho, 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 pokea huo uamsho. Yes, 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 yes. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema kwa damu ya Yesu. Popote ulipopita, choka, 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 choka kwenye hiyo madhabahu. Wewe choka la hiyo madhabahu, 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 wewe choka, 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 choka. Ninakupiga, ninakupasua. Haya, 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 haya. Unajua ulikotoka. Wewe choka, wewe choka, wewe choka, wewe choka, wewe choka, wewe choka, 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 choka. Haya, 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 haya. Achia, achia mwili huu, achia mwili huu. Chomoka, 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 chomoka. Haya, 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 haya. Achia, achia. Endelea, endelea. Wewe choka, uliyeshika, uliyeshika maisha ya huyu mwanamke. Wewe ni choka, wewe ni choka. Ninaiondoa hiyo sumu, ninakuvua juu ya mwanamke huyu. Haya, atapiga maisha yake, haya, atapiga maisha yake, haya, atapiga maisha yake, haya, atapiga maisha yake, haya, atapiga maisha yake. Kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, nasema kuanzia leo. Wewe ni choka, wewe ni choka, ulipita kwa njia ya ndoto. Ninakuamuru sasa, haya chomoka, haya chomoka, haya mwachie, haya mwachie. Wewe choka, wewe choka, wewe choka, chomoka. Yes, chomoka, chomoka. Kuanzia sasa pando la kishetani, pando la mizimu ling'oke, liachie, liachie, liachie. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Yes, yes. Wewe mwachie kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo. Mwombe, mwombe. Weka mkono kifuani hapo, mwache. Weka mkono kifuani, weka mkono kifuani, weka mkono kifuani. Ng'oa hilo pando, ng'oa hilo pando. In Jesus name. Mama, nakuombea. Yes, yes, mshike, mshike. Jesus. Haya, wewe pando, pando la uharibifu, pando hilo gugu. Haya, chomoka, haya, chomoka, haya, chomoka. Nasema chomoka, chomoka, ng'oka ndani yake kuanzia sasa. Haya, achia maisha yake. In Jesus, in Jesus, in Jesus, in Jesus, in Jesus, in Jesus. Haya, mnaachia maisha yake. In Jesus, kuanzia leo, kuanzia leo. Mlete huyo mama, mlete huyo, usimwache huyo mwanamke. In Jesus name, in Jesus name. Kila pando, kila pando, mlete huyo binti. In Jesus, fire in Jesus. Navunja agano hilo kwenye maisha yako kuanzia tarehe leo, kuanzia hivi sasa. Haya, mwachie, nasema mwachie kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa. Chomoka, chomoka wewe roho, chomoka wewe roho, chomoka wewe pando. Achia.
Achia maisha yake, achia hatima yake kuanzia hivi leo. Nasema achia. Fire on you, fire on you, fire on you, fire on you, fire, 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 fire. Haya, achia, haya, achia, haya, achia, haya, achia. Mshike kifuani hapo, mshike kifuani, mwache tu akae chini, mwache. Upande wa giza ninamtenga na huo uharibifu, ninamtenga na huo uharibifu, mapepo na ninyi roho mliotumwa ili kuja kuzuia maisha yake. Sikieni leo, sikieni leo, nasema sikieni leo. Hamtazuia maisha ya mtoto huyu, hamtazuia maisha yake, hamtazuia maisha yake. Hicho kiapo mlichokula ili kuzuia maisha yake, hamtazuia maisha yake. Ninafuta hicho kiapo, ninafuta hicho kiapo, ninafuta hicho kiapo, ninafuta hicho kiapo, ninafuta hicho kiapo. Haya, ninafuta hicho kiapo, ninafuta hilo agano, ninafuta hicho kiapo. Haya, ninafuta, haya, ninafuta, ninafuta hicho kiapo. Haya, mnaachia, mnaachia nafsi ya mtoto huyu, mnaachia nafsi yake, mnaachia na maisha yake kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, hiyo minyololo inakatika, hilo agano linafutika, hicho kiapo kinakatika. Hamtakaa tena, hamtamiliki mwili huu, hamtashika hatima yake. In Jesus name. Yes.